Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa. Upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kukufungulia kurasa kwa hili. Asilimia kubwa ya wananchi wanasemekana kutojua hatua za kufanya pale ajali ya moto inapotokea kwenye maeneo yao, huku wengine wakiwa hawana elimu ya kutumia vizima moto maarufu kama fire extinguisher. Na hii ni kwa mujibu wa afisa kutoka Jeshi la Zimamoto Sergeant Jafet Zingo. Zingo ameyasema hayo wakati akitoa mafunzo kwa wafanyakazi wa viwandani ili kuendeleza uelewa wa namna ya kukabiliana na majanga ya moto nchini, huku akitaka elimu hiyo kuwa endelevu, kwani wananchi kwa asilimia kubwa hawajui hata namba ya kuita Jeshi la Zimamoto na uokoaji. Kwa kweli hili somo la masuala ya kinga tahadhari ya moto ni somo ambalo bado kwa Tanzania halijawafikia wengi, kulingana kwamba ni swala la kielimu. Sasa tunapopata wasaa wa kufundisha maeneo kama hapa penye mkusanyiko wa watu, linakuwa jambo jema, tunafikisha elimu kwa watu wengi kupitia sehemu moja. Inapotokea dharura, sio tu ya majanga ya moto, kuna masuala ya maokozi pia. Mtu ametumbukia kwenye kisima, mtu ametumbukia kwenye choo, watu wameangukiwa na ukuta, watu wameangukiwa na nyumba. Majanga yote kwa ufupi yanatuhusu Jeshi la Zimamoto na uokoaji. Mafunzo ni kama hivi, mlipokuja hapa na kuuliza maswali, kukuta mahali kuta mtu ana mtungi, nitamuuliza bwana unaelewa maana yake hii? Kama haelewi nitabidi nimfahamishe bwana maana yake unafanya hivi unafanya hivi, sababu kuna mafunzo niliyasikia mahali. Na tuendelee na kurasa. Wafugaji 5 wa jamii ya Kimasai Kiteto wametiwa mbaroni kwa tuhuma za kufyeka shamba la mkulima lenye ukubwa wa ekari 20 za mahindi na kulisha mifugo yao kwa maksudi. Tukio hili limetokea katika kijiji cha Chekanao wilayani Kiteto mkoani Manyara baada ya baadhi ya wafugaji wa kijiji cha Chekanao wa jamii ya Kimasai kudaiwa kupeleka mifugo yao kwenye shamba la Twalib Shaban na kuanza kufyeka mazao yake kwa mapanga ili mifugo hiyo ipate kula. Yaani mimi nilipofika shamba tulikuwa wawili. Hata tulipofika pale niliona watu wa Masai wakikata mahindi, tena ni wakikata mimea ambayo ni mazao ya alizeti na mahindi. Hata tulipofika pale tulisimama. Yule mzee ambaye alikuwa anasimamia ng'ombe ilibidi awaamurishe vijana kuja kwetu. Sasa tulipofika kwetu ilibidi, tulipoona wanakuja tukaanza kukimbia. Asipoliangalia tatizo na hili genge la kihuni linalotufanyia fujo na kutilishia mimea na hali kuleta taharuki na njaa. Paka sasa tuna njaa Chekanao, zaidi eka 200 zilishaisha mlimani huko mashariki. Hata mimi hivi ninatokea shambani, nilikuwa kwenye genge hili la wahuni linalisha, paka sasa bado linaendelea. Na alipokuwa ametoka kule akaja kwenye kituo cha polisi, akafika kwenye ofisi yangu na baadaye alipatiwa maaskari. Na tumalizie kurasa kwa hili. Mamlaka za afya katika jiji la Dar es Salaam imeelezea kunufaika na watu wanaokota bidhaa za plastiki na kuziuza, ambapo wanapunguza uchafu katika jiji hilo, huku mamlaka hiyo ikisema kwamba inaendelea kuwaelimisha waokota chupa ili wawe na ujuzi wa kujikinga kiafya. Akiongea na Kurasa, afisa afya jiji la Dar es Salaam Adam Gogomoka amesema kuna changamoto ya baadhi ya chupa hususan zile zenye energy kutouzika kutokana na kukosa soko. Shukuru ni kwamba hawa ndio wanaotusaidia kupunguza mzigo unaopelekwa dampo ili kuliweka dampo letu liweze kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpango kama sisi hasa ni kuwapa elimu ni namna gani wanaweza wakajikinga na maradhi yanayotokana na shughuli zao ili waweze kudumu katika hii kazi kwa muda mrefu. Sasa hivi tunanunua kwa 550 kwa chupa, lakini pia kwa plastiki ngumu tunanunua 800 mpaka 900, inategemea na usafi na wingi wa mzigo. Changamoto sasa hivi kwa sababu kuna bidhaa zingine za plastiki hazina soko, ina maana hazinunuliki. Mfano kuna aina ya chupa ambazo haziwezi zikawa recyclable, lakini kama zingekuwa zinaweza zikawa recyclable ina maana tungezipunguza. Mfano ndio maana ukiona ukipita mitaani chupa ambazo zile zina rangi, most of them utazikuta zimezagaa, lakini sasa hivi kwa chupa ambazo zile ziko plain watu wanachukua wanapeleka kwenye sehemu ambazo wanachakata and then wale wanaweza kutengeneza na kuuza bidhaa nyingine.
Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.